Hivi, umewahi kumgusa mtu ghafla ukahisi kama unapigwa shoti? Au ile unavua nguo mara unahisi kama cheche hivi? Umeme tuli katika mwili wa binadamu ni jambo ambalo karibu kila mtu amewahi kulipitia. Wengi hudhani ni umeme wa hatari, lakini kwa kweli hii ni chaji ya umeme inayojikusanya juu ya ngozi na nguo kutokana na mwingiliano na mazingira. Umeme tuli ni hali ambapo chaji ya umeme hujengeka juu ya mwili au nguo bila kusonga sehemu nyingine. Chanzo kikuu cha umeme tuli ni msuguano. Msuguano unapelekea elektroni kusaidiana au kuhamishwa kutoka kitu kimoja kwenda kingine. Hapa ndipo umeme tuli unapozaliwa. Nguo za polyester, nylon na nyuzi bandia kwa ujumla hujenga umeme tuli haraka. Katika mazingira yenye upepo mkavu kama wakati wa baridi, maeneo yenye joto la air condition au sehemu zisizo na unyevunyevu, umeme tuli unajikusanya zaidi. Tumia humidifier. Kuongeza unyevunyevu ndani ya nyumba kunasaidia kusambaza chaji na kuifanya isijikusanye mwilini. Vaa nguo za asili. Nguo za pamba, sufu na hariri hazijengi umeme tuli kwa urahisi. Umeme tuli mwilini ni jambo la kawaida kabisa na halina madhara kwa watu wengi. Ukiona unapata mshtuko mara kwa mara, fahamu kuwa mwili wako unajaribu kusawazisha chaji iliyozidi. Kwa kuelewa chanzo na mbinu za kupunguza tatizo, unaweza kuepuka mshtuko huu usio na madhara na kuishi kwa raha bila usumbufu wa static electricity.